Usajili mkubwa katika viunga vya Dar es Salaam Young African umeendelea kuzua utata, umeendelea kuwa ni gumzo kubwa na watu wanaumiza vichwa sana, hasa katika masuala makubwa ya usajili. Na leo tupo kwenye sakata la bwana mkubwa Jose Mwimba Isara. Huyu ni beki wa katikati, beki ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Tunakwenda kumzungumza kwa mapana zaidi, lakini pia tutakwenda kuzungumza kipi ambacho kinaonekana kuleta utata kwenye usajili ambao unaendelea kwenye Costa Young African. Licha ya Mwamba kusaini mkataba wa miaka mitatu, na itakuwa ndo kwa mara ya kwanza kwenye miaka hii ya karibuni klabu ya Dar es Salaam African kusajili beki ambaye amecheza michezo mingi, amekuwa ni first option ya timu ambayo ametokea, anaitwa Alasei Liai mwenye appearance 30. Ni mchezaji ambaye amecheza michezo 30 kwenye msimu mmoja, yani michezo 30 msimu mmoja, kacheza michezo yote ambayo klabu imeshiriki kwenye ligi kuu, hajakosa hata sekunde moja kwenye michezo hiyo aliyocheza akiwa na timu yake ya ASEC Mimosa. Lakini tutakwenda pia kuzungumza vizuri kabisa sakata la Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye kwa sasa anaonekana kama amekuwa mtamu hivi, yani mambo yameanza kunyooka. Watu wanasema Bakari Nondo Mwamnyeto ni kama anataka kuleta uchonganishi wa kufanya viongozi washawishike kuendelea kubaki naye. Sijui wewe una maoni gani kuhusiana na kile ambacho anakifanya Mwamnyeto, kama siku hii ambayo amefunga goli zuri sana, goli ambalo lilihuwa matumaini kabisa ya wale bwana mkubwa wa kule Kigoma kujaribu hata kupata alama ya suluhu kule mwishoni kabisa. Lakini swala lingine ambalo Mwamnyeto ameendelea kuwa nalo ni uongozi akiwa uwanjani, kupanga mabeki na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Licha ya kwamba kuna muda ambapo alikosti klabu ya Young African kwa makosa ya kibinadamu na kushindwa kupata alama, lakini kwa sasa ni kama vile hanashawishi kubaki. Wewe unahisi kipi kifanyike, aondoke au abakizwe hata kama kiongozi ndani ya kikosi cha Young African? Lakini twende tumzungumzie bwana mkubwa Alasei Liai, miaka 22, urefu wake ni mita 1.88, yani ni mrefu kama vile Bakari Nondo Mwamnyeto. Kitu kama hicho si mtu ambaye utakutana naye sana kwenye migongano mikubwa, lakini ni mchezaji mwenye athiri ya uchezaji kama walivyo Bakari Nondo Mwamnyeto. Hila ambacho kamzidi Mwamnyeto ni kwamba utulivu, maamuzi na kuwepo kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi, kucheza mipira mirefu, kucheza mipira ya chini, kutulia, apigi sana back pass, kwa sababu huyu beki sifa yake kubwa alionayo ni apende kupiga mipira ya nyuma. Hata ukiangalia ASEC Mimosa anavyocheza, amekuwa akiwalalamikia wenzake, akiwafokea wenzake wanapopiga mipira ya nyuma, na mara moja amewahi kuulizwa kwenye interview kwa nini amekuwa akifanya hivyo. Yeye anasema muda mwingine ni kama tunakuwa mnajikaba, si kila mpira ambapo mnahisi mko under pressure mrudishe kwa golikipa, kwa sababu kipa akiupiga mbele mnajikuta mnarudi kwenye shape ya kukaba. Kwa hiyo mkiwa na timu ambayo hina wapresi sana kwenye kushambulia, mnajikuta mpo out of shape, na hii imeendelea kumpa sifa hadi kupata nafasi ya kuwa kama kapteni msaidizi wa timu ya ASEC Mimosa akiwa na umri wa miaka 22. Si swala dogo. Klabu ya Young African umepata mwamba kweli kweli. Wewe unaweza kuniambia kwenye comment, unahisi bwana mkubwa anakuja kuchukua kitu gani na kuleta kitu gani kwenye Costa Young African? Young African mabeki wawili wa katikati, Jose Mwimba Isara mwenye miaka 23, lakini pia Alasei Liai ambao wanaingia kwenye Costa Young African, na hii inakuwa ni historia kwa Young African kuleta mabeki wakati wawili ambao si wazawa, na tutegemee mambo mengine makubwa kutokea kwenye mabeki hawa wa Young African. Usahau subscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante sana.